Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu, karibu tena kwa wakati mwingine na siku nyingine ya sehemu ya mwendelezo wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Kipindi ambacho kwa kawaida kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants. Bila shaka pamekuwa kuna taarifa ambayo ni moja katika taarifa muhimu sana ambayo imejitokeza katika siku ya leo, siku ya tarehe 7 mwezi wa 7, na hasa kutoka katika Wizara ya Fedha ya nchi ya Marekani kupitia katika department yake inayojulikana kama OFAC, kwa kirefu chake inakuwa ni Office of Foreign Asset Control. Hii department ni department muhimu katika Wizara ya Fedha ya nchi ya Marekani kwa sababu ndio department ambayo inahusika na mambo yote ya vikwazo. Unaposikia labda Iran imewekewa vikwazo au nchi gani imewekewa vikwazo au kuna kampuni yote ya kimataifa imewekewa vikwazo, basi ujue kwamba ofisi au department inayohusika na mambo hayo ya vikwazo inajulikana kama OFAC, ambayo kirefu chake ni Office of Foreign Asset Control. Sasa katika siku ya leo tarehe 7 mwezi wa 7 wametoa taarifa ambayo inaashiria kwamba Marekani wamefuta leseni ile license X ambayo walikuwa wameitoa kwa ajili ya kuiruhusu nchi ya Iran kuweza kuuza mafuta yake, lakini vile vile kuweza ruhusu eno kuondoa vikwazo katika zile kampuni au tunasema petrochemical industries, yale vile viwanda ambavyo vilikuwa vinahusika katika uzalishaji wa bidhaa ambazo zinatokana na mafuta, maana yake kama zile chupa za plastiki na vitu mfano wa hivyo. Sasa inaonekana kwamba Marekani wamekusudia kuifuta ile leseni na kuondolewa au kuruhusiwa kwa mwanzo kwa nchi ya Iran kuendelea kufanya biashara zile za mafuta au kuzalisha bidhaa ambazo zinatokana na mafuta. Of course ruhusa yake imetoka takriban kama wiki 2 zilizopita, ndio Marekani waliondoa ile sehemu kama ya vikwazo ambavyo walikuwa wameweka katika nchi ya Iran. Na vikwazo viliondoshwa hasa kwa sababu ya sehemu ya makubaliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran katika ile hati ya makubaliano, Memorandum of Understanding. Moja katika sehemu ya utekelezaji wa ile Memorandum of Understanding ilikuwa inahitaji kwamba sehemu ya vikwazo vile kuhusiana na masuala ya mafuta na mfano wake iweze kuondoshwa na nchi ya Marekani, ukiachilia mbali kuondoa ile sehemu ya zuio lake, ile jeshi ambalo lilikuwa limekaa katika ghuba ya Oman pale liweze vile vile kuweza kuondoka. Sasa nchi ya Marekani imetangaza kupitia katika ile OFAC au Office of Foreign Asset Control, ile department, kwamba wanafuta ile leseni. Wanapofuta ile leseni, maana yake ni kwamba hali inarudi kuwa kama ilivyokuwa kabla ya wiki 2 zilizopita, ambayo ilikuwa maana yake Iran wanaweza kuweza kuzalisha na vitu kama hivyo, bidhaa ambazo zinakuwa zinahusiana hasa na masuala ya mafuta. Na hatua hii maana yake ni kwamba Marekani wanachodai wao ni kwa sababu Irani imekuwa ikizishambulia meli za biashara au meli zile za mafuta na mfano wake ambazo zimekuwa zikipita katika mlango bahari wa Hormuz. Takriban kama usiku wa kuamkia tarehe 7 nchi ya Iran walishambulia meli takriban 2 ambazo zinahusianishwa na nchi kama ya Qatar na nchi ya Saudi Arabia, lakini ziliweza kushambuliwa. Sasa mashambulizi husika hasa ya nchi ya Iran yana focus zaidi katika meli ambazo hazifati utaratibu katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa maana kwamba katika mlango bahari wa Hormuz kuna corridor 2. Kuna corridor ya kwanza ambayo inapatikana upande wa kusini na kuna corridor inapatikana katika upande wa kaskazini. Corridor inayopatikana katika upande wa kusini ni corridor ambayo inapatikana katika upande wa Oman. Na kuna corridor inapatikana katika upande wa kaskazini, ni corridor ambayo inapatikana katika upande wa nchi ya Iran. Iran inachozingatia ni kwamba yenyewe ndio ina udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo management na utaratibu wa mlango bahari wa Hormuz bado upo unazingatia maelekezo kutoka katika nchi ya Iran. Lakini wakati huo huo Marekani haitaki kutoa hiyo fursa iweze kutekelezeka. Maana yake itakuwa ni kama kuiachia Iran iweze kucontrol kila kitu. Marekani inacholazimisha yenyewe ni kwamba mlango bahari wa Hormuz una pande 2. Kuna pande ya Iran na kuna pande ya Oman. Katika mazingira namna hiyo, kama Iran yenyewe inang'ang'ania kwamba ina sehemu ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, basi udhibiti huo ukomee katika upande wake, maana ni upande wa kaskazini.
Katika upande wa kusini maanake Marekani yenyewe inasisitiza kwamba huu ni upande wa Oman, kwa hivyo utaratibu wake unaweza ukarelate na nchi ya Oman, na ndio maana yenyewe imekuwa ikijaribu kufanya kama kutoa escort katika meli ambazo zinapita katika upande wa Oman, jambo ambalo Irani wao wanaona kwamba hilo haliko sawa sawa, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba katika ile memorandum of understanding au katika ile hati ya makubaliano sehemu ya nguvu ya Irani inategemea mlango bahari wa Hormuz, na katika pointi hiyo maana yake ni kwamba Irani haihitaji ushiriki wa Marekani katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo meli ambazo zimekuwa zikilazimisha kufata maelekezo au zimekuwa zikitii maelekezo ya Marekani na kulazimisha kupita katika upande wa nchi ya Oman zimekuwa zikishambuliwa na nchi ya Iran. Huo ndio mgogoro hapo ulipo, kwa sababu Iran yenyewe inataka meli zote zipite katika korido ya kaskazini, iendelee kufanya monitoring, iendelee manage zile meli ambazo zinapita katika upande huo, lakini vile vile hata vile vilipuzi ambavyo vimetegwa na nchi ya Iran especially katika upande wa kusini, hata zile nchi ambazo zilikuwa zinajaribu kufikiria au zina nia ya kwenda kusaidia kuweza kuondoa vile vilipuzi, nchi ya Iran imekuwa haitaki, kwa maana kwamba issue ya mlango bahari wa Hormuz ni issue ambayo inaihusu Iran na inaihusu nchi ya Oman, lakini mwenye nguvu zaidi atabaki kuwa ni nchi ya Iran. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo ni kama Marekani sasa imeamua kurudisha ile sehemu ya vikwazo vyake especially katika upande wa sekta ya nishati ya nchi ya Iran. Katika mazingira namna hiyo maana yake ni kwamba Marekani wameweza kutoa room au wametoa nafasi takriban kama siku 10 kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 17. Hapa katikati maanake kama kuna kampuni yoyote au kama kuna nchi yoyote ambayo imeshafanya biashara na nchi ya Iran wamelipana na mfano wake, wanatakiwa wa clear ndani ya hizi siku 10. Maanake baada ya tarehe 17 kwenda uko mbele, Marekani itazingatia vikwazo vya upili au tunasema secondary sanctions, kwa maana ya kwamba kampuni ambayo itakayolazimisha kuendelea kufanya biashara na nchi ya Iran maana yake haitakuwa na access na kufanya biashara na Marekani au mifumo ya nchi ya Marekani. Ndio inakuwa vile vikwazo vya upili vinavyokuwa, kwamba kampuni inahiarishwa kwamba unapotaka kufanya biashara na nchi ya Iran, basi katika mazingira namna hiyo huwezi kufanya biashara na nchi ya Marekani, au kama unafanya biashara na nchi ya Marekani basi huwezi kufanya biashara na nchi ya Iran. Kwa hiyo mazingira actually yamekaa katika muundo wa namna hiyo kwamba Marekani imeamua tena kufuta zile leseni ambazo ilikuwa ni sehemu ya utekelezaji wa Memorandum of Understanding baina yake na nchi ya Iran, na hatimaye maana yake ni kwamba zoezi linarudi tena kama ilivyokuwa huko nyuma. Sasa hili tunalichukua katika uzito wa hali ya juu, kwanza kwa kuzingatia kwamba Memorandum of Understanding maana yake ile hati ya makubaliano maana yake inakuwa sasa ime stuck, inakuwa ni kama imesimama, na inakuwa imesimama kwa sababu uhai wa utekelezaji wake ulikuwa unategemea hizi commitment au hizi yani kuchukua ile dhamana kwamba labda tutaondoa meli ambazo zilikuwa zinaweka vikwazo kwa meli kuingia na kutoka katika nchi ya Iran. Kwa mfano zile meli za Marekani ziko katika ghuba ya Oman, Marekani walizitoa haraka sana kama ni sehemu ya utekelezaji wa ile Memorandum of Understanding. Lakini vile vile swala kama hilo la kuwekwa waiver au kuondoshwa kwa sehemu ya vikwazo au vizuizi katika upande wa mafuta na mfano wake, ambavyo actual ilikuwa inaashiria kwamba ni kutoa unafuu katika upande wa nchi ya Iran katika upande wa masuala ya kiuchumi, ili Iran iweze kupata motivation au iweze kuwa na kichocheo cha kuendelea kutekeleza deal iliyoko baina yake na nchi ya Marekani. Pamoja na kwamba ukimwangalia kwa mfano waziri wa fedha wa nchi ya Marekani Scott Bessent katika siku za nyuma alikuwa anazungumza, hii ni mfano wa carrot, yani kwamba walichokuwa wamekiondoa ile kama kuondoa vikwazo katika nchi ya Iran ilikuwa ni kama carrot tu, kwamba wamewalisha nchi ya Iran na pale itakapoona kwamba inakwenda kinyume, maana yake ile carrot
wataiondoa, na ndicho ambacho wamekifanya. Na hoja yao ya msingi ya kukusudia kuweka tena vikwazo ni kwamba wanasema kwamba ile memorandum of understanding na ile commitment au ile dhamana ya nchi ya Marekani kuweza kuondoa ile sehemu ya vikwazo na mfano wake katika nchi ya Iran, lengo lake kubwa ilikuwa ni kupima utekelezaji wa nchi ya Iran, kwa maana kwamba iwapo Iran itakuwa imeweza kutekeleza vizuri sehemu ya makubaliano baina yake na nchi ya Marekani, Marekani wataendelea kuondoa hivyo vikwazo. Lakini iwapo itakuwa kinyume na hivyo, maana yake ni kwamba Marekani watarudisha vile vikwazo. Kwa hiyo ina maana shutuma kubwa ya nchi ya Marekani kwa nchi ya Iran ni kwamba Irani wameshindwa kutekeleza sehemu ya kile ambacho wamekubaliana katika ile hati ya makubaliano au memorandum of understanding. Lakini katika upande wa nchi ya Iran, wao wanachoona ni kwamba Marekani amekuwa akijitahidi kwenda kinyume na sehemu ya makubaliano baina yake na nchi ya Iran. Ukiangalia kwa mfano katika ishu kama walikubaliana ishu ya amani katika eneo zima la Mashariki ya Kati, kile kinachoonekana Lebanon bado mgogoro unaendelea, na Marekani kwa hakika ndio supporter wa nchi ya Israel. Kwa ina maana hiki kinachoendelea katika nchi ya Lebanon, maana yake inaonekana kabisa kwamba ni kushindwa kwa Marekani kutekeleza sehemu ya kwanza, ile paragrafu ya kwanza ya sehemu ya ile hati ya makubaliano. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, maana yake kuna sehemu kama ya vile vitisho ambavyo vilikuwa vinatolewa na Rais Donald Trump dhidi ya nchi ya Iran, ikiashiria kwamba wanaweza wakarudi wakashambulia. Kwa hiyo kila upande umekuwa una hoja zake. Katika upande wa nchi ya Marekani, wao wanaona kwamba Iran hawataki kutekeleza sehemu ya makubaliano ya memorandum of understanding, lakini kile ambacho Marekani wanaishutumu nchi ya Iran kwamba haitaki kutekeleza sehemu ya makubaliano ya memorandum of understanding, ukiangalia kwa makini utagundua kwamba Marekani anachohitaji ni kwamba pawe kama kuna sharing of power au power yasema kwamba wa share ile nguvu katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa maana mlango bahari wa Hormuz ni moja katika checkpoint muhimu zaidi duniani. Sasa katika misingi ya kawaida, Marekani bado anazingatiwa kwamba ni nchi yenye nguvu zaidi duniani, kwamba ukiangalia katika jeshi lake bajeti ni kubwa, ukiangalia katika uchumi GDP yake ni kubwa. Sasa katika sehemu muhimu kama checkpoint ya mlango bahari wa Hormuz, haiwezekani Marekani isiwe na ushawishi wa namna yoyote, kwamba Iran ndio control kila kitu. Ili jambo Marekani wanaona kwamba haliko sawa, na ndio maana ukirudi hata katika historia ya nyuma, katika miaka ya 50 takriban kama 54 55, moja katika sababu ya Uingereza kuonekana kwamba nguvu yake sasa imeanguka rasmi ilikuwa ni issue ya ile mfereji wa Suez Canal. Mfereji wa Suez Canal, Uingereza na Ufaransa walikuwa wanahitaji kwenda ku control pale baada ya kuwa rais wa nchi ya Misri Gamal Abdel Nasser alivunja sehemu ya udhibiti wao, kwa maana zile share zao katika sehemu ya mlango bahari katika ile mfereji wa Suez Canal na kurudisha katika sehemu ya serikali. Lakini hilo baada ya kuwa kwamba nchi ya Ufaransa, nchi ya Uingereza pamoja na Israel ilikuwa na matatizo yake mengine na Misri, walivyojaribu kufanya move, lakini moja katika malengo ya ile move ilikuwa ni kudhibiti sehemu ya Suez Canal bila kuishirikisha nchi ya Marekani. Marekani haikukubali. Kwa hivyo Marekani na Urusi walilazimisha Uingereza, Ufaransa na Israeli watoke katika ile move yao walioifanya katika nchi ya Misri. Na baada ya Uingereza kukubali kwamba lazima watoke katika ile mfereji wa Suez Canal au kutoka katika sehemu ya Misri, hilo liliashiria kuanguka kwa nchi ya Uingereza, kwa kuzingatia kwamba imepewa order na nchi ya Marekani na nchi ya Urusi na ikakubali kuweza kutoka. Ina maana katika mazingira ya namna hiyo haiwezi tena kuzingatiwa kama ni superpower. Sasa ukiangalia Suez Canal, ile umuhimu wake ni kama unavyozungumza katika mlango bahari wa Hormuz, bali mlango bahari wa Hormuz inawezekana ukawa ni muhimu zaidi. Sasa katika mazingira jinsi yalivyo, inawezekanaje yani Marekani isiwe na ushawishi kabisa katika mlango bahari wa Hormuz, kwamba utaratibu wote upangwe na nchi ya Iran? Iran wana haki ya kufanya hivyo,
Lakini katika geopolitics, yani katika muundo tu wa kawaida wa siasa zile za dunia jinsi zilivyo, Marekani kama superpower anaona kwamba haiwezekani, na ndio maana amekuwa akilazimisha kwa namna yoyote ili kuhakikisha kwamba yeye pia awe na ushawishi katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, kwamba meli zingine zionekane kama zinapita kwa sababu ya supporta ya nchi ya Marekani na sio kwa supporta tu ya nchi ya Irani peke yake. Sasa hilo ndio limekuwa linaleta tatizo. Marekani anahitaji kama swala la kucontrol mlango bahari wa Hormuz pawe kuna power sharing, wa share kwamba huyu a control, na ndio ilikuwa proposal ya mwanzo ya Marekani. Na ndio maana Rais Donald Trump alikuwa anazungumza siku za nyuma, akawa anasema kama mlango bahari wa Hormuz atausimamia yeye na Mujtaba Ali Khamenei. Wao ndio watakaosimamia mlango bahari wa Hormuz, kwa maana kwamba Marekani na Iran wao wana share. Iran walikataa hiyo proposal ya nje ya Marekani. Kwa hiyo ina maana sasa hivi Marekani anachokifanya ni kwamba ni kulazimisha kwa staili ya namna yoyote, ikiwezekana turudishe vikwazo mpaka watakapokubali kuenda sisi vile tunavyotaka. Jambo ambalo kwa upande wa nchi ya Iran inawezekana ikawa ni jambo gumu, kwamba sasa mlango bahari wa Hormuz wao wameidhibiti kupitia vita. Sasa katika mazingira namna hiyo, inawezekanaje yule ambaye inaonekana kwamba ameshindwa katika vita, kwa sababu Marekani ni kama imeshindwa, malengo yake yalikuwa hayatekelezeki, kwanza hayakuweza kutekelezeka, na kwa sababu yalikuwa hayawezi kutekelezeka, kilichotokea mbele ilikuwa ni kujaribu kuhamisha malengo kutoka katika angusha utawala kwenda sio kwenye kupambana na silaha zile yani ile nuclear program, kwenda katika kudhibiti sio ballistic missiles, yani zilikuwa zina hamahama zile malengo ya vita, ili kuweza kuhamisha ile nadharia ya kuwezekana au kutafsiriwa kwamba imeshindwa katika vita husika. Sasa Irani wao wanajiona kwamba ni victorious, yani wameshinda. Sasa kama wanajiona wao wameshinda katika mazingira namna hiyo, kilichowafanya moja katika vitu ambavyo ni matokeo ya vita ilikuwa ni ile swala la mlango bahari wa Hormuz. Sasa inawezekanaje yule ambaye umemshinda ukalazimika kuja kufanya naye sharing katika swala la control mlango bahari wa Hormuz? Hilo ni jambo, manake linakuwa ni jambo gumu katika upande wa nchi ya Iran. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba Marekani wameamua kurudisha vikwazo, na kurudisha kwa vikwazo, tafsiri iliyokuwa wazi ni kabisa ni kwamba memorandum of understanding huenda ikaishia hivi siku zijazo, yani kama hakuna juhudi ambazo zitakazokuwa zimefanyika, especially kutoka katika upande wa mediators, yani kutoka katika upande wa nchi ya Pakistan, kutoka katika upande wa nchi ya Qatar, itakuwa ni wazi kabisa kwamba ile memorandum of understanding manake itakuwa imefikia katika tamati. Lakini jambo la pili ambalo inawezekana kwamba likawa ni tatizo lingine ni katika upande wa bei za mafuta. Bei sasa hivi zinaonekana kwamba zimeshuka kwa kiwango fulani, lakini kwa mazingira yaliyopo ya Marekani kusema kwamba anarudisha vikwazo katika nchi ya Iran, hivi siku tu ya leo inaonekana kwamba bei zimepanda kwa takriban kama 5% kutokea katika bei zilivyokuwa siku moja nyuma, takriban siku ya Jumatatu. Ina maana kwa siku ya Jumanne inaonekana kama bei tena zimeanza kupanda kwa takriban kama 5%. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba yani hali imekuwa haina utulivu, na inakosa utulivu kwa sababu Marekani anaona kwamba haiwezekani wao wakakosa ushawishi katika mlango bahari wa Hormuz. Hili ni jambo ambalo kwa Marekani inaonekana kwamba haliwezekani, lakini katika upande wa nchi ya Iran wao wanaona kwamba wao ndio wana haki zaidi ya kuweza kucontrol mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba kama hakuna juhudi ambazo zitakazofanyika moja kwa moja au kwa haraka zaidi, maana yake kuna nafasi kubwa ya kwamba memorandum of understanding officially kabisa ikawa ni kama haiwezi tena kutekelezeka, na inawezekana mazingira yakarudi yale kwamba nchi hasijulikani zipo katika hali ya vita au zipo katika hali ya amani. Kwa hiyo kimsingi maana yake kuna taarifa ambayo imekaa katika muundo wa namna hiyo, pamoja na kwamba bado tuna muda wa kuendelea kuitazama kwa umakini zaidi, na tukitaraji kwamba huenda katika ndani ya haya masiku 10, kwa sababu Marekani ametoa mpaka tarehe 17, ndani ya haya masiku 10 tunaweza tukapata taswira ambayo itakayokuwa ni bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kule kushare pamoja na comment. Uwe na muda mwema.